mtazamaji wa M24 Online Media, karibu katika exclusive interview na Askofu Kachele wa kanisa la TAG hapa mkoani Katavi lililopo Mpanda. Tunaweza kuzungumza naye mengi kuhusiana na mfungo huu wa mwezi wa Kwaresma, lakini pia kuelekea katika sherehe na sikukuu za Pasaka. Tuweze kufahamu mengi kuhusiana na nini ambacho muumini wa dini ya Kikristo anatakiwa kufanya katika kipindi hiki cha kumaliza mfungo wa Kwaresma, lakini pia kuelekea katika sikukuu za Pasaka. Nini ambacho anatakiwa kukifanya na maandiko yanazungumza nini kuhusiana na siku hizi? Kiongozi, habari za mchana huu? Njema baba. Tunaomba kufahamu kwa majina yako na utuambie mfungo huu wa mwezi wa Kwaresma unamaanisha nini katika dini ya Kikristo? Kwa jina mimi naitwa Mchungaji Angelo Kachele na ni askofu wa kanisa la Tanzania Sinzogodi mkoa wa Katavi, kifupi TAG. Kuhusiana na mfungo huu wa Kwaresma ili kufikia kilele cha Pasaka, maadhimisho kukumbuka, ni kwamba kumbukumbu hii itakuwa na maana au huwa na maana kwa mtu ambaye alishamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maisha yake yeye ni matakatifu kwa sababu ameokolewa na Yesu ambaye ni mtakatifu. Sherehe hizi zimekuwa zikifanywa na watu wengi ambao bado hawamjui Yesu kuwa ni nani. Wanaishi katika dhambi wengi wao, na siku ya sherehe wanakwenda kulewa, wanafanya vitu vibaya, na wakijua wazi kwamba Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, ukitoa ndani ya mateso, ndani ya utumwa wa dhambi. Kwa hiyo sherehe hii itakuwa na maana kwa wale ambao walishaachana na dhambi. Tukirudi kwenye Agano la Kale, kitabu cha Kutoka, mahali ambapo tunaona Pasaka ya kwanza ilifanyika. Pasaka, tunasema Pasaka tafsiri yake ni ukombozi. Na tunaweza tukaona kwamba Pasaka ya kwanza ni kama ilianzia kwenye bustani ya Eden. Mwanadamu alipomwasi Mungu, yeye aliweza kuvishwa nguo, aliuawa mnyama, akapewa ngozi akavaa. Damu iliyomwagika ile ni kutengeneza mahusiano mazuri kati ya mwanadamu na Mungu. Lakini Pasaka ya pili ilifanyika katika eneo la Misri. Hapo Misri, hapo Pasaka ya pili ilifanyika kwa wana wa Israeli. Wakachinja Pasaka, damu ikamwagika, wakamla yule Pasaka wakiwa wima, wanajiandaa kukimbia kurudi kwenye nchi yao. Biblia inasema kwamba wakaambiwa kwamba watamla wima kwa wamesimama. Ni kitabu kile ambacho ni cha Kutoka sura ile ya 12 na ule mstari wa 11, ukisoma inaelezea habari za Pasaka. Na baada ya hapo tunaona Pasaka ya mwisho ilifanyika katika eneo la mji wa Yerusalemu. Pasaka huyo ambaye alikuwa anasubiriwa alikuwa ni Yesu Kristo. Kule kwingine kulikuwa Pasaka za kondoo wanauawa, lakini hapa tunamwona Yesu mwenyewe anatolewa kuwa Pasaka wa Bwana. Na Pasaka huyu alifanyika hivyo ili yeye kuweza kumkomboa mwanadamu katika utumwa wa dhambi. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 na ule mstari wa 7 unasema hivi: basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo, hamkutiwa uchafu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwamba mtu aliyeokoka yeye ndani yake hakuna tena uchafu, na anaposherekea anashikia kitu ambacho ni halisi kwa sababu amekwisha kupokea ukombozi. Kwa hiyo watu wanasherekea Pasaka huko wakiwa hawajaokoka, kwao sio Pasaka. Wanafanya kitu ambacho ni maigizo na hawajui wala hawaelewi maana ya Pasaka. Nini ambacho wanatakiwa kukifanya? Kitu ambacho wanatakiwa kukifanya ni kuokoka. Waokoke tu ndio kitu cha kufanya. Waokoke
waache dhambi, Pasaka iwe na maana kwao. Hawa ambao wanafanya Pasaka na huko wakiwa ndani ya dhambi, hawa bado ni watumwa. Na hao ni watu ambao sisi tupo kwa ajili yao kuwafikia na kuambia waokoke. Tuwafundishe waweze kujua Pasaka ni nini. Sherehe hizi za Pasaka zinatakiwa zisherekewe kwa namna gani? Sherehe za Pasaka zinatakiwa zisherekewe kwa kula chakula ambacho ni kizuri na bila kulewa. Waumini wa dini ya Kikristo wanaelekea kwenye Pasaka, lakini walikuwa kwenye ibada kubwa ya funga ya Kwaresma. Nini ambacho unaweza kuwaambia hao ambao wamekuwa kwenye mfungo wa Kwaresma? Nilio kusema hivi, baadhi yao, wengi wao hawajui hata Pasaka ni nini. Kwa hiyo wako kwenye mkumbo tu. Kusherehekea Pasaka au kufunga bila kuacha dhambi haina maana kwa mtu, haimsaidii. Bado ni mtumwa wa dhambi, na kifa leo anakwenda motoni. Ili iweze kuwa na maana kwake, kitu cha kwanza ni kuokolewa, sababu Mwokozi alikuja kutafutana kwa kilichopotea. Na watu hawaokolewi mbinguni, wanaokolewa duniani ili waweze kwenda mbinguni. Ni namna gani sasa nyinyi kama TAG mmejiandaa katika kusherekea hizi sherehe za Pasaka mwaka huu 2025? Sisi tumejiandaa kusherekea, kuwafundisha watu kwamba jamani, huyu ambaye aliweza kutimiza Pasaka ya ukombozi miaka zaidi ya 2000 iliyopita, leo tunasherekea kufufuka kwake. Na tuambia watu wawe na amani, wale wanywe, lakini wale ambao hawajaokolewa bado wana shida, bado ni watumwa wa dhambi na hawaelewi kabisa ujio wa Yesu Kristo. Ni kwa namna gani mnawafikia sasa watu hawa? Watu hawa tunawafikia kwa njia ya kufanya mikutano ya hadhara, njia ya kwenda kushuhudia mtu kwa mtu. Mafanikio yakoje? Mafanikio ni mazuri, mafanikio ni makubwa. Watu wanapoeleweshwa wanaokoka, wanamjia Yesu. Na wiki jana tulikuwa na kampeni za kuwafikia mwisho wa bajaji kule Nyerere, tulifanya hivyo, aliokoka watu wengi. Unadhani ni kitu gani ambacho kimepungua kwa jamii hivi sasa na kuokoka kama inavyotakikana? Kitu ambacho kimepunguka, wengine wanasema ni ugumu wa maisha, na wengine wanapokuwa wameokoka wanajaribu kujichanganya na dunia. Lakini hiyo sisi kwetu sio shida. Sisi ni kwamba tumeagizwa tumwambie mtu. Tukishamwambia mtu akisha kusikia, akijua ukweli ulivyo, sisi tumemaliza. Aokoke inabaki kwake, asiokoke inabaki kwake. Kwa sababu Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kitabu cha Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 18 mpaka 20. Mkafanya wanafunzi mkiwabatiza na kuwafundisha. Wakikubali tunawabatiza, naendelea kuwafundisha. Wakikataa tunawaacha. Maana kusudi la Yesu ni kwamba wote wasikie habari njema, waamue kuokoka au wakatae. Neno gani ambalo unalitoa wewe kama askofu, lakini pia kiongozi kwenye kamati ile ya amani? Neno ambalo ninalitoa ni kwamba amani ya kweli hatuwezi kuipata mahali pengine isipokuwa ni kwa Yesu Kristo. Ninatoa agizo kwamba Yesu ndiyo njia, kweli na uzima, na watu wote tunahitaji kumgeukia Yesu Kristo. Maana wote tulitoka mbinguni, ndio maana Yesu alitoka mbinguni kuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ili kurudi nyumbani kwetu sisi sote, lazima tumkiri Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Waumini wa TAG wanataka kusikia neno kuelekea kwenye sherehe za Pasaka. Waumini wa TAG nawaambia wajipange kusherekea vizuri kwa amani na kwa furaha, lakini wakijua kwamba kitu kikubwa ni kupokea mafundisho. Tutakuwa na semina hapa si ya Pasaka, tukaanza Jumatano inayokuja mpaka Jumapili tutakuwa na semina. Napenda kuwakaribisha aliyepo maeneo ya jirani, na makanisa ya Tanzania Assembly of God yatakuwa na semina makanisani mwao. Semina hiyo itahusu mambo mbalimbali. Itahusu mambo ya Pasaka, itahusu mambo ya ndoa na familia, mahali ambako ndio kwenye msingi familia wafundishwe namna gani, namna ya kuishi. Mungu anaiambia familia iishi. Neno lako la mwisho kwa Watanzania? Neno langu la mwisho kwa Tanzania ni kwamba Watanzania wote tunamhitaji kumgeukia Yesu.
ili tuweze kuishi kwa amani, sababu yeye ndiye Bwana wa amani. Ili Tanzania yetu ambayo inaonekana kama ni kisiwa cha amani, amani izidi kudumu. Nikiendelea kuombea viongozi wangu wa chama au vyama na serikali waendelee kudumisha amani katika nchi yetu.